Hasa leo tutajifunza jinsi ya kufungua akili yako ili kuvuta utajiri na baraka. Unajua watu wengi wameshaamini kwamba utajiri ni wa watu wachache au baadhi ya watu ndio watakuwa wawe matajiri, lakini sio ukweli. Hata wewe pia umeumbwa na unaweza kuwa tajiri, lakini ni fikra na imani zako ndio zinakusukuma kuamini tofauti. Sasa leo tutaenda kuangalia jinsi ya kuifungua akili yako, kwa sababu akili ndio chombo kikubwa ambacho kinaweza kukuletea mafanikio au kukunyima mafanikio. Ili hiyo akili iweze kufunguka na kuletea baraka na utajiri kwenye maisha yako, lazima kuna vitu unatakiwa uvizingatie na kuvifanya katika maisha yako. Sasa leo tutaenda kuviangalia vitu hivyo, lakini pia tutaangalia na vitu ambavyo vinaweza vikafunga akili yako ili usipokee kabisa baraka na mafanikio katika maisha yako. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa utajiri na baraka huwa havianzii tu kwenye akaunti ya benki, bali huanzia kwenye akili ya mtu. Kila mafanikio unayoona kwa mtu yoyote yalianzia kama wazo, imani na mtazamo. Ikiwa akili haijafunguliwa kupokea wingi, hata fursa zikija, mtu huzikosa bila kujua. Lengo letu la mada hii ni kusaidia kubadilisha kabisa mtazamo wako wa ndani ili uwe tayari kuvuta baraka na utajiri katika maisha yako. Kama akili yako haijafundishwa kupokea baraka, hata kama zikija zitapotea. Yaani chukue mfano kama mtoto mdogo, umpe kazi ambayo haiwezi kuifanya. Hataweza kuifanya kwa sababu kazi ile ni kubwa zaidi yake. Lakini kama akipewa kazi ambayo anaweza kuifanya, ataifanya vizuri. Ndivyo hivyo kama akili yako ikiwa haijafundishwa kupokea baraka na mafanikio, hata kama zikija hizo baraka zitapotea. Chukue mfano hata wewe unaambiwa sasa hivi kuna kazi ya kuendesha ndege. Kama huna ujuzi wa kuendesha ndege, hiyo kazi haitakuwa na baraka kwako au hautaweza kuifanya kwa sababu haujawa tayari kwa ajili ya kuendesha ndege. Kwa hivyo, kwa hiyo akili yako lazima ifunguke kwanza na ijiandae kwa ajili ya kupokea baraka kabla baraka asijaje. Sasa unajua mambo yote haya mafanikio unayoona, watu kuendelea katika mambo mbalimbali huwa yanaanzia kwenye akili. Mambo yote tunayoona, hizi simu tunazoziona, magari yaliyotengenezwa au maamuzi mtu aliyoyafanya huwa yanaanzia kwenye akili. Na kwenye akili ndio sehemu kubwa sana katika kuongoza maisha yetu. Na akili inaweza kupelekea kupata mafanikio au kukunyima kabisa mafanikio. Akili hiyo pia inaweza kuletea baraka kwenye maisha yako, lakini pia inaweza kuletea laana katika maisha yako kama usipojua jinsi ya kuitumia vizuri. Sasa akili ya binadamu ina nguvu kubwa kuliko unavyofikiria. Kila uamuzi unaofanya, kila hatua unaochukua na kila matokeo unayoyapata huanzia ndani ya akili. Akili iliyofungwa huona vikwazo kila mahali, wakati akili iliyo wazi huona fursa hata katikati ya changamoto. Unapobadilisha namna unavyofikiri, unaanza kubadilisha mwelekeo mzima wa maisha yako. Sasa akili iliyofungwa huwa inaona changamoto muda wote. Maisha ni magumu, sina mtaji, nasubiri mpaka kila kitu kiwe sawa ndo nianze. Lakini akili iliyofunguliwa huwa inaona fursa hata kwenye changamoto. Wale watu ambao zamani walikuwa wanaona kwamba mvua ikinyesha siwezi kutoka nje kwa sababu mvua ni kali, siwezi kwenda sehemu yote, lakini mwingine akaona hii mvua haiwezi kunizuia mimi kwenda kwenye jambo lolote, akatengeneza mwamvuli. Kwa hiyo hata mvua ikinyesha anaweza katoka nje na akatumia mwamvuli. Kwa hiyo unaona kwamba ni watu hao, lakini mmoja kaamua kuona fursa na kuitumia fursa kutatua changamoto aliyokutana nayo. Ndio akili iliyofunguliwa inakuwa kwa namna hiyo. Lakini mtu aliyefungwa akili, yeye muda wote huwa anaona vikwazo kwamba hili jambo ni gumu, hili sitaliweza. Na ukiwa unaona vikwazo, hata fursa zikija, utatumia tu mbinu za kuzikwamisha hizo fursa zisije kwenye maisha yako. Lakini ukiwa unaona katika upeo wa kuona fursa, hata fursa zikija utazifanyia kazi vizuri. Kwa hiyo akili iliyofungwa inaweza kukuzuia kupiga hatua kubwa kabisa kwenye maisha yako, kwa sababu unakuwa huwezi tena kuchukua hatua kubwa kwa sababu unakuwa umezuiliwa na fikra za kwenye akili yako. Lakini kama akili yako ikifunguka, unaweza wa kuona fursa na hizo fursa ukazitumia kuletea mafanikio katika maisha yako. Sasa tutaangalia sababu kuu ambazo zinafunga akili zetu. Watu wengi wamefunga kiakili bila wao kujua. Sababu ya kwanza ni hofu ya kushindwa, kuwafanya wasijaribu kabisa. Unakuta mtu zamani alishindwa, labda alianzisha biashara akashindwa, anaona kwamba siwezi tena kuanzisha biashara kwa sababu nitashindwa tena. Lakini kitu ambacho hujui kwamba unaposhindwa unakuwa umejifunza. Na ndio maana
kushindwa kwa darasani kunakuwa tofauti na kwa mtaani, kwa sababu darasani ukishindwa unaonekana hujui, lakini mtaani unakuwa umejifunza kwamba kumbe hili jambo nitakuwa nilifanya kwa namna hii. Sasa ukishindwa kujifunza kwenye kushindwa, maana yake utakuwa na hofu, na ukishakuwa na hofu huwezi kujaribu tena. Lakini wale watu ambao wana akili ambazo zimefunguliwa, hata kama akishindwa atajifunza na atapiga hatua. Tuchukue mfano mtoto mdogo anavyoanza kutembea, huwa anaanza kwa kudondoka. Sasa mtoto mdogo akisema kwamba mimi siwezi kutembea tena kwa sababu nadondoka, hawezi kutembea tena. Lakini unakuta leo anadondoka, kesho anaamka, anatembea tena, anadondoka, kesho tena anaamka, kwa sababu hajaamini katika kutokutembea. Ameamini kwamba siku moja atakuja kutembea. Kwa hofu ya kushindwa huwa inafanya watu kufungwa kiakili. Na hofu kwa ujumla sio tu hofu ya kushindwa, kunakuwa hofu ya kupoteza pesa, hofu ya kuonekana vibaya mbele za watu. Kuna mtu anaogopa kwamba watu watanionaje, hofu ya kusubiri kila kitu kiwe sawa. Yani hofu kwa ujumla inapelekea akili yako kufungwa. Lakini pia imani hasi kuhusu fedha, kama vile fedha ni chanzo cha matatizo, kupandikizwa tangu utotoni. Kuna mambo ambayo tumeshaambiwa toka utotoni kwamba matajiri ni watu wabaya, ni wachoyo, kupata pesa nyingi ni hatari. Kwa haya mambo yote yanakuasili wewe na akili yako inafunga. Kama nilivyosema kwenye masomo mengine, kama ushafuatia masomo yangu, nishasema kwamba unachokiamini ndicho unakiishi. Kwa hiyo kama umeamini kwamba pesa ni ngumu au pesa ni za watu ambao ni wabaya, wewe akili yako itaanza kutafuta namna ya kujilinda ili usipate huo ubaya. Sasa unaona kwamba ni kitu kibaya, kwa sababu pesa ni nzuri, ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia katika mambo yako mbalimbali, lakini kwa sababu umeshaaminishwa na mambo ambayo umekulia nayo, watu wanakuambia au mazingira yanayokuzunguka umeshaanza kuyasikia, au mambo ya kwamba pesa ni mbaya, haifai, kwa yanakupelekea kuanza kuamini. Sasa ukishakuwa umeamini hilo jambo, manake unaanza kuishi kulingana na hilo. Hata kama pesa zikija kwenye maisha yako zitaweza kupotea, kwa sababu imani yako imekinzana na kupata pesa. Sasa lakini pia issue nyingine ni uzoefu mbaya wa zamani hujenga kuta za ndani zinazozuia maendeleo. Kama ulipata matatizo zamani au ulipata changamoto zamani, pia na yenyewe inaweza kupelekea kufungwa kwa akili, kwa sababu unaona labda natapata shida tena, lakini sio ukweli. Mambo yote ambayo unaona yamefanikiwa duniani yalianza kwa changamoto, baadaye mtu akaamua kuchukua hatua na akatatua changamoto na mpaka akafanikiwa. Nilikuwa nafuatia historia ya mtu aliyegundua hizi balbu za umeme. Alifanya majaribio 1000. Kwa hiyo alikosea mara 999 mpaka kutengeneza balbu. Kwa hiyo angekata tamaa mapema, asingeweza kutengeneza balbu ambayo tunaitumia leo. Sasa akili kifungwa na imani hizi hujilinda kukataa fursa mpya hata kabla ya kuzitathmini. Kwa hiyo ukishakuwa na hofu, ukishakuwa na imani mbaya kuhusiana na fedha, lakini pia uko na uzoefu mbaya wa kuamini kwamba mambo ya zamani yanaweza kuwasili mpaka sasa, akili yako inakuwa imefungwa. Kwa hiyo huwezi tena kupokea fursa. Hata kama zikija huwezi kuzitathmini, utaona tu kwamba ni vitu vibaya. Badala yake ungezitumia hizo fursa zikakusaidia kupiga hatua moja baada ya nyingine. Sasa tunafanyaje ili kubadilisha akili iliyofungwa ili kuifungua, ili kutuletea mafanikio na baraka? Ili akili ifunguke, lazima kwanza ubadilishe imani yako. Utajiri si kitu kibaya, wala si kwa ajili ya watu wachache pekee. Fedha ni chombo kinachotumika kufanya mema, kusaidia wengine na kuboresha maisha. Unapojiruhusu kuamini kuwa unastahili baraka, akili yako huanza kutafuta njia za kuzifikia. Imani mpya huunda uhalisia mpya. Sasa ili kubadilisha akili iliyofungwa, ili kuifungua, lazima kwanza ubadilishe imani yako. Yale mambo ambayo umeshasikia, yale mambo mwenyewe ambayo unajizungumzia kuhusiana na pesa, na watu wanasema pesa ni mbaya, pesa ni ngumu, pesa si rahisi kuipata, hayo unayosema ndio yanakuasili, na unakuwa hivyo hivyo kwa sababu unachokiamini ndicho unachokiishi. Na ukisema kwamba pesa ni ngumu kuipata, akili yako itaanza kutafuta sababu ya kuaminisha hilo jambo ili liwe hivyo, kwa sababu umesema. Lakini ukisema pesa inawezekana kupatikana, na akili yako inafunguka. Wewe fuatia hata watu wengi ambao wana mafanikio makubwa, huwezi kukuta anasema pesa ni ngumu kupata, atasema tutafanya namna yote ili nipate pesa, na kweli anapata, kwa sababu akili yako inapenda sana kutafuta sababu kulingana na vile ulichosema, kwa sababu maneno yako ni kama dira ya mawazo yako na maisha yako. Kwa hiyo ukisema kwamba kitu hakiwezekani, na akili yako inafuata hayo maneno yako na kuongoza kwenye kutokuwezekana. Lakini ukisema hicho kitu kinawezekana, basi utaanza kutafuta njia za kuwezesha hilo jambo. Kwa hiyo jambo la kwanza, badilisha imani yako kuhusu utajiri. Mambo yote ambayo ulikuwa unaambiwa
wewe mwenyewe ulikokuwa unasemea kuhusu utajiri kwamba matajiri ni watu wabaya, utajiri ni kitu kibaya, anza kubadilisha na kusema maneno mazuri kuhusiana na utajiri, na hapo ndio unaanza kuvunja zile imani mbaya na kujenga imani nzuri kuhusiana na utajiri. Lakini pia fikiria kabla ya kuona. Akili huwa haijui tofauti kati ya kitu inachokiona kwa macho na kile inachokiona kwa fikra. Unapojiona tayari umefanikiwa, akili huanza kujiandaa kulifanya hilo liwe la kweli. Hisia zako huendana na picha ulizonazo ndani yako. Ndio maana watu waliofanikiwa huanza kuamini kabla hawajaona matokeo. Kuona ndani huzaa kuona nje. Sasa hapa naomba unisikize vizuri. Kuwaka kuna kitu kinaitwa visualization, kwamba unakuwa unajiona kama tayari umefanikiwa hata kabla hujafanikiwa. Unakuwa unatengeneza picha. Sisi binadamu, hichi kitu watu wengi wanashindwa kukielewa. Sisi binadamu tumekulia au tunaishi kwa kuona ndio tuamini, lakini imani inatuambia kwamba amini ndio uone. Sasa binadamu mara nyingi ili aamini lazima aone. Sasa ili umfanye binadamu aamini lazima umuoneshe kile kitu ndio aamini. Sasa akili yetu pia ili iamini kitu lazima ukionyeshe kile kitu. Sasa uzuri wa akili yetu huwa haijui kutofautisha kitu cha kufikiria au kitu ambacho sio cha kufikiria. Kwa mfano sasa hivi ukajiona labda upo ndani ya gari, akili yako inaamini kwamba hicho ni kweli. Sasa hichi unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini ndivyo ilivyo, kwamba akili inashindwa kutofautisha kati ya jambo la kufikirika na jambo ambalo sio la kufikirika. Kwa hiyo hii inasaidia nini? Unaweza ukatengeneza picha ya mambo ambayo unatamani kuyafikia, na hiyo inakusaidia kuondoa yale mambo ambayo yalikuwa yamefunga akili zako au imani zako, kubadilika kwenda kwenye mambo ambayo unatamani yawe. Anza kujiona umefanikiwa. Hata kuna malengo unaotaka kuyafanikisha, anza kujiona kuwa umeyafanikiwa. Hata kama hayajafika, anza kujiona, tengeneza picha kwamba umefanikiwa. Na hii sio kazi, unaweza kukaa tu chini hapo ukaamua kwamba unatengeneza picha, labda upo kama ni mwanafunzi umefaulu mtihani, watu wanakupongeza. Kama ni biashara yako imekuwa kubwa, kama uko na lengo la kujenga nyumba, anza kuona nyumba yako, gate itakavyokuwa, taa ulizoziweka nje. Wewe unaweza kuona ni kitu cha kawaida kama mchezo, lakini akili yako huwa haijui kutofautisha hivyo vitu viwili, uhalisia na kitu cha kufikirika. Kwa hiyo inasaidia kujenga akili yako na kutengeneza imani kwamba hilo jambo unalolitaka litafanikiwa. Hata ukifuatia, nilikuwa nafuatia historia ya watu maarufu waliofanikiwa. Sasa Arnold Schwarzenegger, yeye alipokuwa mtoto mdogo, kijana, alipokuwa na miaka 15, alivyoona tangazo la watunisha misuli akasema, na mimi natamani kuwa kama huyu. Akawa anajiona siku moja atakuja kuwa mtu mkubwa sana duniani, na akawa hivyo. Na watu wengi ambao wamefanikiwa, wanaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini kitu ambacho kinasaidia sana. Watu wengi waliofanikiwa walianza kujiona kwamba siku moja watakuja kuwa na mafanikio hayo ambayo walikuwa wanatamani. Kwa kabla hata na wewe hujafikia hilo jambo, unaweza kutengeneza picha kwenye akili yako, ili hiyo picha itakusaidia kuvuta ule uhalisia uje katika maisha ya kawaida haya. Kwa hiyo hii inasaidia pia kufungua akili, kwa sababu unapoanza kuyaona mafanikio kwenye fikra, kwa sababu mambo yote yalianzia kwenye akili. Unapoona nyumba ilianza kwenye akili ya mtu, baadaye ikachukuliwa hatua na ikabadilishwa kutoka kwenye akili, ikatoka kwenye fikra mpaka ikaja kuwa kwenye uhalisia, ikawa nyumba. Kwa hiyo mambo yote unayotengeneza kwenye akili, ukatengeneza picha, baadaye yataweza kuja kwenye uhalisia kama ukiamini na ukaendelea kutengeneza hiyo picha kila siku kwamba hilo jambo litafanikiwa. Na hii unaweza kufanya asubuhi unapoamka, kwa sababu akili yako inakuwa iko fresh, na usiku unapoenda kulala, anza kujiona kwamba hilo jambo unataka kulifanikisha limefikiwa. Anza kuona yale mambo yako yanakusumbua kuwa yamefanikiwa. Hii inasaidia kufungua akili yako. Lakini pia nguvu ya maneno unaojisemea. Maneno unaojitamkia kila siku huunda mwelekeo wa maisha yako. Ukijilaumu, kujisalau, akili huamini hilo na kulitafsiri kama kweli. Maneno chanya hufungua akili na kuipa mwelekeo mpya. Unapojitamkia mafanikio, akili huanza kutafuta ushahidi wa kuyadhibitisha maneno hayo. Kile unachojisemea mara kwa mara ndicho unachokiishi. Angalia sana maneno unaojisemea. Unakuta mtu anasema maisha ni magumu, au unakuta watu wanasema maisha ni magumu na unasupport kweli, kwa sababu umesupport tayari, akili yako inaamini kwamba kumbe ni kweli maisha ni magumu, inaanza kutafuta sababu sasa ili yawe magumu. Kwa hiyo epuka sana maneno unaojisemea au hata yale ambao unaambiwa na watu. Ukiona mtu anakuambia kwamba
maisha kweli ni magumu, wewe mwambie tutaweza na tutatafuta njia ya kuyafanikisha. Ukisupport tu, manake umeipa ile nguvu imani yako kwamba hicho kitu hakiwezekani, na maneno unayojisemea mwenyewe yanakuongoza kuendana na kile ambacho umekisema ili kiwe kama ulivyokisema. Kwa sababu ukisema kwamba maisha ni magumu au pesa ni ngumu kuipata, mimi siwezi kufanikiwa, akili yako itaanza kutafuta sababu ya kudhibitisha hilo unalosema, kwa sababu kitu unachokisema mara kwa mara kinatengeneza imani, na imani ndio inakuongoza wewe kuwa kama ulivyosema. Kwa hiyo epuka sana maneno unayojisemea mwenyewe. Baada ya kusema maneno mabaya ya kujikatisha tamaa au maneno ambayo yataharibu imani yako na mwelekeo wa maisha yako, anza kujisemea maneno mazuri kwamba mimi nitafanikiwa, pesa sio ngumu. Hata kama mtu akisema, wewe rudisha kwa maneno mazuri. Usisapoti vitu ambavyo vinaenda kuharibu imani yako na akili yako kwa ujumla, kwa sababu akili yako ikishaanza kufikiria kwamba ukishaanza kusema kwamba maisha ni magumu, akili inaanza kutafuta sababu ya kudhibitisha hilo jambo. Kwa hiyo unajikuta unaishi kile ambacho unakisema, kwa sababu kitu unachokisema mara kwa mara kinatengeneza imani, na kisha kuwa imani, maana yake unakiishi bila hata wewe kujua. Unajikuta tu hata kama ukutana na fursa inakuwa ngumu kuifanya, kwa sababu imani yako inaamini huwezi. Sasa kama huwezi, maana yake ni sawa na mtoto mdogo umpe kazi kubwa ambayo haiwezi, atakuwa anapambana. Nilikuwa naangalia video moja mtandaoni, mtoto mdogo analazimisha kubeba ndoo kubwa ya maji, mtoto mdogo miaka 3, hataweza. Ndio hivyo hivyo kwamba imani yako ilikuwa inaamini kwamba huwezi, hata kama ukipewa fursa utaifanya kwa ubovu, kwa sababu akili yako imejenga imani kuwa hauwezi. Lakini pia chukua hatua ndogo kwa imani kubwa. Akili hufunguka zaidi kupitia vitendo kuliko mawazo pekee. Hatua ndogo ndogo huondoa hofu na kujenga ujasiri. Kusubiri hadi kila kitu kiwe kamili ni njia ya akili kujifunga yenyewe. Unapoanza, hata kama ni kwa kiwango kidogo, akili kujifunza kuwa ina uwezo wa kushinda. Hatua huimarisha imani. Sasa unaweza ukajitengenezea picha kichwani, lakini pia unaweza ukajisemea maneno mazuri, lakini usipochukua hatua hauwezi ukapiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa unajua akili zetu huwa zinapenda sana mtu anapochukua hatua. Unapoanza kuchukua hatua, kwa mfano umesema mimi nitafanikiwa, ukaanza kutunza pesa, ukaacha matumizi mabaya ya fedha, ukaanza kuzingatia muda mzuri, yani unalinda matumizi ya muda vizuri, unapangilia malengo yako vizuri ya maisha, kwa akili inaanza kuona kwamba huyu kumbe mtu hili jambo linawezekana, kwa sababu akili inapenda kuona utekelezaji. Ukianza kuchukua hatua, hata kama kwa mfano unataka labda kazi, ukianza kutuma CV, ukaanza kutafuta makampuni ambayo yanatafuta kazi, akili inaona kumbe tuko kwenye mchakato wa kufanikisha jambo letu. Kwa hiyo inaanza kuamini zaidi na inakujengea nguvu ya kupata mafanikio zaidi kwenye kile ambacho unakiamini. Kwa hiyo hatua ni msingi mkubwa sana wa kufungua akili yako. Usiwaze tu jambo, anza mara moja. Na hata kama kwa kiwango kidogo, wewe anza tu. Na watu wengi wana changamoto, wanataka kila kitu kiwe sawa. Huwezi ukasubiri kila kitu kikaa sawa. Watu wanaoona wamefanikiwa walianza kwa hatua ndogo ndogo mpaka wakafanikiwa. Usubiri kila kitu kikawa sawa. Anza na pale pale ulipo. Kuna watu ambao wameanzia chini kabisa. Kwa mfano nafuatia historia ya huyu aliyetengeneza KFC. Alianza kwa kuuza kuku kwa kutembeza, lakini sasa hivi KFC ndio sehemu zenye hadhi kubwa kila sehemu ya dunia. Kwa hiyo ukisema mpaka eti angesubiri kwamba mpaka nipate maduka makubwa au hoteli kubwa ndio nifungue KFC, asingefanikiwa mpaka leo. Kwa hiyo hatua ni msingi wa kufungua akili yako. Chukua hatua hata kama ni ndogo, itakusaidia kujenga hatua nyingine mpaka unafikia mafanikio makubwa. Lakini pia shukrani hufungua mlango wa wingi. Unapokuwa na shukuru, unafungua akili yako na akili yako inaanza kuona kutosheka, lakini pia kupata wingi zaidi, kwa sababu shukrani niseme ni kama sumaku ya kuvuta baraka. Shukrani ni ishara kwa akili na kwa maisha kuwa uko tayari kupokea zaidi. Unaposhukuru kwa ulichonacho, hata kama ni kidogo, unaituma akili yako kutambua wingi badala ya upungufu. Akili yenye shukrani huvuta baraka zaidi kwa sababu inaona thamani hata katika hali ndogo. Shukrani hubadilisha mtazamo na kuongeza mvuto wa utajiri. Unajua hili swala la shukrani watu wanachukulia kawaida, lakini shukrani ni kama sumaku ya kuvuta utajiri na baraka. Unaposhukuru hata kwa vitu vidogo,
jenga nguvu ya kuvuta vitu vingine. Hata vitabu vya dini nasema ukishukuru kwa vitu vidogo unapata vitu vikubwa zaidi. Lakini pia hili swala watu ambao wanalifanya vizuri ni wazungu. Wazungu hata kama mfano ukimsaidia kufungua mlango anasema asante. Ukimsaidia kitu chochote anasema asante, kwa sababu wanajua nguvu ya shukrani. Unaposhukuru unaanza kuona vitu ulivyonavyo, kwanza unavitathmini na unaanza kuviona thamani yake. Lakini usiposhukuru unakuwa unalalamika. Wewe angalia watu ambao hawapendi kushukuru, wanalalamika kila hatua ambao wanaiendea. Lakini mtu anayeshukuru anaanza kuona vitu alivyonavyo na rasilimali alizonazo, lakini pia anaanza kuomba na vitu vingine ambavyo anavihitaji. Lakini usiposhukuru hata vile vitu ulivyonavyo, kwa sababu manake unakuwa hujavithamini, hata vingine haviwezi kuja, kwa sababu kama hujavithamini vidogo, manake hata vikubwa haviwezi kuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo shukrani inafungua baraka kubwa zaidi. Mimi niseme kama shukrani ni kama sumaku ya kuvuta mafanikio. Kwa hiyo unaposhukuru jambo lolote, mtu kakusaidia, sema asante. Au una mambo madogo au umepiga hatua ndogo, labda kwa mfano ulikuwa una uwezo wa kutunza shilingi 10,000, sasa hivi umetunza 100,000, shukuru. Shukuru. Na njia nzuri ya kushukuru, mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anakupa nguvu za kupiga hizo hatua. Kwa hiyo shukrani inafungua hatua kubwa zaidi. Chukulia mfano umeenda kwa mtu akakupa kitu ukasema asante, huwa anajisikia, hata wewe mwenyewe mtu akikwambia asante, huwa unajisikia vizuri, na hata siku nyingine unawaza kumpa kitu kingine. Hivyo ndivyo nguvu ya shukrani. Lakini asipokushukuru unaweza kuona kwamba huyu kumbe hajathamini hichi kitu ambacho nimempatia. Kwa shukrani ina ufunguo mkubwa wa baraka katika maisha yako. Shukuru jambo unalolipata, itakufungulia mibaraka mikubwa zaidi, na hii itakusaidia kufungua akili yako kutathmini rasilimali na vitu ulivyonavyo na kuvuta vitu vingine. Ni kama sumaku inapovuta chuma. Kwa hiyo unaposhukuru unazidi kuvuta baraka zije upande wako. Lakini pia jambo lingine la kufungua akili yako, unatakiwa ujitenganishe na vizuizi vya akili. Mazingira yanayokuzunguka yana mchango mkubwa katika kufungua au kufunga akili yako. Kusikiza maneno hasi, kukaa na watu wanaokatisha tamaa au kujiweka kwenye mazingira yasiyo na maono huifanya akili ijifunge. Unapolinda akili yako, unachagua kwa makusudi unachokisikiliza, unachokitazama na watu unaowaruhusu kuwa karibu na wewe. Akili iliyolindwa na mazingira mabaya hufunguka haraka. Sasa hapa watu wengi wako wanapuuza marafiki wanaokuzunguka na mazingira yanayokuzunguka, hata vitu unavyovisikiliza. Na ndio maana mimi hata muziki sasa hivi naangalia, nikiona tu muziki ambao unanitia moyo, unaniongeza katika fikra zangu na usikiliza. Lakini kuna muziki mwingine unakwambia eti maisha ni magumu, kuteseka ndio kitu cha kawaida, utaanza kutengeneza imani ya hivyo na utateseka kweli, kwa sababu kama tulivyojifunza kwamba unachokisema ndicho unachokiishi. Kaa na watu wanaokutia moyo, usikae na watu wanaosema kufanikiwa si kitu rahisi, maisha ni magumu, au mazingira yanayokuzunguka, movie unazoziangalia, muziki unaosikiliza ina mchango mkubwa sana rafiki yangu, kwa sababu uje ufanye tathmini. Hata maneno unaozungumza mara nyingi ni yanafanana na rafiki ambao unakaa nao. Hata mambo mengi unayofanya yanafanana na watu ambao unakaa nao, iwe rafiki au mazingira unayoishi. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya mitaa hapa Tanzania kuna watu wana tabia aina fulani, kwa sababu wote wanaoishi pale wameadapt kuishi kama mazingira yanavyokuwa. Kwa hiyo mazingira yana nguvu kubwa sana ya kusaidia wewe kupiga hatua au kurudisha nyuma. Chunga sana vitu unavyovisikiliza, chunga sana watu unaokaa nao, chunga sana mambo ambayo unajitamkia au mambo ambayo unayasikiliza. Yana uwezo wa kubadilisha kabisa akili yako ikajifunga au ikafunguka. Hata movie unazoziangalia, kama unaangalia movie ambazo zinaonesha kushindwa, kukosa, mapungufu au hofu, utakuwa hivyo hivyo, kwa sababu